Je, umewahi kujihisi hivi? Unataka kufikia kitu kikubwa. Unaota kuhusu mafanikio. Unawaza maisha bora. Lakini wakati wa kutenda unapofika, unachelewa. Unasema kesho. Ikiwa umewahi kuwa na matamanio makubwa lakini mvivu, basi hadithi hii ni kwa ajili yako. Inaweza kubadilisha jinsi unavyoyaona maisha yako milele. Lakini kabla hatujaanza, ni kuombe usubscribe na kulike video hii ili ujiunge na familia hii kubwa. Pia usisahau kucomment unasikiliza simulizi hii kutokea wapi. Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba ya kijani na miti mirefu, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Simon. Alikuwa mwenye nguvu, afya na aliyejaa ndoto. Mara nyingi aliwaambia marafiki zake, siku moja nitakuwa mkulima tajiri zaidi katika kijiji hiki. Watu watakuja kwangu kupata ushauri na nitaheshimiwa kila mahali. Kila mtu kijijini alistajabia matamanio ya Simon. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Simon alikuwa mvivu. Jua lilipochomoza, wakulima wengine walienda mashambani. Simon alibaki kitandani. Wakati wanaume wa kijijini walipofanya kazi chini ya jua kali, Simon aliketi kivulini akisema, nitafanya hivyo baadaye. Daima alikuwa na mipango mikubwa, lakini hakuna hatua. Alipenda kuwaza mafanikio, lakini alichukia kufanya kazi ngumu ambayo mafanikio yanahitaji. Jioni moja, mjomba wake Simon, mkulima mzee na mwenye hekima, alikuja kumtembelea. Mjomba alitazama shamba tupu la Simon. Ardhi ilikuwa na rutuba, lakini hakuna kitu kilichokuwa kinakua. Alisema, Simon mwanangu, mbona shamba lako liko tupu? Simon alicheka. Mjomba, usijali, nitaanza kesho. Shamba langu litakuwa bora zaidi. Subiri tu uone. Mzee huyo alishusha pumzi. Alikuwa amesikia hii kesho mara nyingi hapo awali. Hivyo aliamua kumfundisha Simon somo. Mjomba alitoa mifuko miwili midogo kutoka mfukoni mwake. Ndani yake kulikuwa na mbegu mbili tofauti. Alimpa Simon na kusema, hizi si mbegu za kawaida, ni mbegu za maajabu. Ya kwanza ni mbegu ya matamanio. Ukipanda na kuimwagia maji kila siku, itakuwa na kuwa mti unaotoa matunda, kivuli na utajiri. Ya pili ni mbegu ya uvivu. Ukipanda, itakuwa haraka, lakini itatandaza magugu kwenye shamba lako lote. Itaharibu kila kitu kingine. Sasa Simon, mbegu zote mbili ziko mikononi mwako. Mustakabali wa shamba lako na maisha yako unategemea ni ipi utaijali. Simon alitazama zile mbegu mbili, moja kwa ajili ya matamanio, moja kwa ajili ya uvivu. Aliwaza, bila shaka nitapanda mbegu ya matamanio. Nataka mafanikio. Lakini asubuhi ilipofika, Simon alijihisi mchovu. Alisema, nitapanda kesho. Siku zilipita. Hatimaye, kwa sababu ya kuchoka na kukaa bure, alipanda mbegu zote mbili. Alijiambia, wacha tuone nini kitatokea. Ninaweza kuzihudumia baadaye. Wiki zilipita. Simon alisahau kuhusu zile mbegu. Alitumia siku zake kulala, kupiga soga na kuota kuhusu mafanikio. Kisha siku moja alienda shambani. Alishtuka. Mbegu ya uvivu ilikuwa imekua haraka. Magugu mazito yalifunika udongo. Yalikuwa yamesambaa kila mahali yakinyonga ardhi. Na mbegu ya matamanio ilikuwa dhaifu, ndogo na karibu kufa, kwa sababu haikupata maji wala utunzaji. Mjomba wake alirudi na kuona shamba. Alisema, Simon, tazama ardhi yako. Haya ndiyo maisha yako. Matamanio ni kama mbegu ndogo.
Inahitaji utunzaji, juhudi na hatua za kila siku. Bila kazi inakufa. Lakini uvivu unakuwa wenyewe. Unasambaa haraka na kuharibu kila kitu katika njia yake. Mwanangu, ulitaka kuwa mkuu, lakini uvivu wako tayari umeshaiba mustakabali wako. Simon alianguka kwa magoti. Aligusa mbegu ya matamanio inayokufa na machozi yakajaa machoni mwake. Kwa mara ya kwanza, aligundua ukweli. Ndoto hazitoshi, ni vitendo tu vinavyozifanya ziendelee kuwa hai. Usiku huo, Simon hakuweza kulala. Aliwaza kuhusu muda wake uliopotea, ahadi zake tupu na fursa zake zilizopotea. Alijinong'oneza, nisipobadilika sasa, uvivu utanimiliki milele. Asubuhi iliyofuata, kabla jua halijachomoza, Simon aliamka. Aling'oa magugu kwa mikono yake mwenyewe. Ilikuwa ngumu. Ilimuumiza mgongo. Mikono yake ilitoka damu, lakini aliendelea. Alimwagia maji mbegu ya matamanio. Polepole, mbegu ilikuwa mti imara. Simon alibadilika pia. Hakuwa mvivu tena. Akajulikana kijijini kama mkulima aliyepambana na uvivu wake na kuushinda. Mpendwa msikilizaji, hadithi ya Simon si kuhusu ukulima tu. Ni kuhusu maisha. Kila mmoja wetu ameshika mbegu mbili ndani yake. Moja ni matamanio, moja ni uvivu. Matamanio hukua tu ikiwa utayalisha kila siku kwa juhudi, nidhamu na vitendo. Uvivu hukua wenyewe, lakini unaharibu ndoto zako. Usingoje kesho. Anza leo. Mwagia maji matamanio yako. Kama bado hujasubscribe au kulike video hii, fanya hivyo sasa hivi, ili iwafikie wengi wavivu na waamke. Asante kwa kubaki nami mpaka mwisho. Tukutane wakati ujao.